Jifunze hii hapa kwa wewe ambaye unapata makohozi mara kwa mara. Yes. Changamoto ya makohozi wengi huwa wanahisi kwamba inaweza kana sababishwa na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini nataka nikwambie kwamba karibu 70 mpaka 75 ya changamoto za makohozi kwenye koo huwa yanatokana na mfumo wa upumuaji. Sawa? Yale yanayosababishwa na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula inaweza kuwa una acid reflux, ile acid inayotoka tumboni na kupanda mpaka kwenye koo la chakula, hivyo kupelekea mkwamo na kuganda kwa makohozi. Lakini kumbuka, kiwanda cha kuzalisha makamasi na makohozi kinapatikana katika mfumo wa upumuaji, ya kwenye mapafu mpaka kwenye koo la hewa mpaka kwenye pua huku. Sasa ndio maana utashangaa unapokuwa unaugua mafua au unapokuwa unapata kikohozi, asilimia kubwa unakuwa unatoa makohozi kwa sababu ni njia ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo kama una shida ya makohozi mazito yanakaba kwenye koo, hakikisha kwamba unajua sababu ni nini. Au kama unaenda kutafuta tiba, basi tafuta tiba ambayo itakusaidia kwanza kusafisha mfumo wako wa upumuaji, lakini pia kusafisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu zinafanya kazi kwa pamoja. Ila asilimia kubwa ya makohozi kwenye koo huwa inasababishwa na mfumo wako wa upumuaji.